We are talking about the divine nature of Jesus Christ has given us everything that we need in life. Tunanena kuhusu asili ya kiungu Yesu Kristo inapatia yote tunahitaji maishani. Amen. Amina. It's a very powerful word that the Bible says is divine nature. Ni neno ya nguvu ya kwamba neno linasema ya kwamba ni asili yake ya kiungu. Not our divine nature. Si asili yetu ya kiungu, but the divine nature of God. Lakini asili ya kiungu ya Mungu has given us everything. Inapatia yote. Look at your neighbor for me and tell your neighbor everything. Angalia jirani kwa ajili yangu mwambie yote that you need in life. Unahitaji katika maisha. Amen. Amina. When you sit down and think about everything you need, ukiketi na ufikirie yote ambayo unahitaji, the Bible says its divine nature has provided, yet it has given us. Biblia inasema asili yake ya kiungu imetupatia. So we are going to talk about the divine nature of God. Tunaenda kuhusu asili ya kiungu ya Mungu. We cannot talk about the divine nature of God hatuwezi kunena kuhusu asili ya kiungu ya Mungu unless we speak about the blood of Jesus. Tusiponena kuhusu damu ya Yesu. That is why today ndio maana leo we are honoring the blood of Jesus. Tunaheshimu damu ya Yesu in our midst. Katikati yetu. Hallelujah. Hallelujah. It is a blessing for us to know. Ni baraka kwetu kujua what the blood has done in our kile lives. damu imefanya maishani mwetu. When you understand what the blood has done, ukifahamu kile damu imefanya in your life, maishani mwako, your life totally changes. Maisha yako kabisa the inabadilika. way you think totally changes. Vile unahisi inabadilika kabisa. Hallelujah. Hallelujah. The way you see yourself totally changes. Vile unajiona mwenyewe inabadilika kabisa. And some things oppressing your life, na mambo mengine ambayo yanagamisha maisha yako, they shall give way yataweza kuondoka when you totally understand wakati unafahamu kabisa about the blood of Jesus. kuhusu damu ya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. So look at your neighbor and tell your neighbor, I'm learning the most powerful topic under the sun. Mwambie jirani najifunza ile ujumbe ambao ni wa nguvu sana chini ya jua. Tell your neighbor this is the best of the best. Mwambie hii ni bora yaliyo bora. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana asifiwe. It is the best of the best. Ndio bora yaliyo bora. Why? Kwa nini? We have powerful things in the kingdom of God. Tuna vitu vya nguvu sana katika ufalme wa Mungu. God, when he created us, wakati Mungu alitumba sisi, and he put us in the kingdom of God, akatoa katika ufalme wake, he gave us his power, alitupatia nguvu that zake will sustain us in the kingdom, ambazo zitatudumisha katika ufalme. and we know na tunajua that there is power in the name of Jesus Christ. Kuna nguvu katika jina la Yesu. We know that. Tunajua hivyo. Hallelujah. Hallelujah. That at the mention of the name of Jesus, ya kwa kutajwa kwa jina la Yesu, every knee bows, kila goti upigwa, and every tongue confesses that Jesus is the Lord. Na kila ulimi ukiri kwamba Yesu ni Bwana. We know that there is power in the word of God. Tunajua kuna nguvu katika neno la Mungu. That when the word of God is spoken forth, wakati neno la Mungu linanenwa, it is like a sword. Ni kama upanga. Hallelujah. Amina. When the word of God is lived by somebody, wakati neno la Mungu limeishwa na mtu, their lives are elevated. Maisha yao inainuliwa. The word of God is powerful. Neno la Mungu na nguvu. There is no other word that is more powerful than the word of God. Hakuna neno ina na nguvu kushinda neno la Mungu. There is no other name that is more powerful than the name of Jesus. Hakuna jina lingine ambalo lina nguvu kushinda jina la Yesu. But something I've come to know, lakini kitu tumekuja kujua, is that the word of God could not be powerful, ya kuwa neno la Mungu alingekuwa na nguvu, if Jesus never shed his blood. Kama Yesu angemwaga damu yake. His blood made the word powerful. Damu yake ikafanya neno liwe na nguvu. Hallelujah. Hallelujah. The blood of Jesus, damu ya Yesu, made the word of God to be powerful. Ilifanya neno la Mungu likawa na nguvu. The blood of Jesus, damu ya Yesu, has made the name of Jesus Christ to be powerful. Ilifanya jina la Yesu Kristo liwe na nguvu. Hallelujah. Amina. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We are going to learn about that in a short while. Tunajifunza kuhusu hayo kwa muda mfupi. Hallelujah. Hallelujah. Blood of Jesus Christ is powerful. Damu ya Yesu ni nguvu. Look at your neighbor and tell your neighbor, I have power. Mwambie jirani na nguvu in the blood of Jesus. Katika damu ya Yesu. Hallelujah. Amina. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. Is the divine nature of Jesus. Ndio asili ya kiungu ya Yesu. That is in us. Akaba damu yetu. That has given us all things. Imetupatia vitu vyote. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amina. I want us to read Pastor Martin laid a very powerful foundation about the blood of Jesus. Mchungaji Martin aliweka msingi wa nguvu sana kuhusu damu ya Yesu. And as he was preaching, he came from Genesis and he went to Revelation with the blood. Wakati alihubiri alitoka kutoka mwanzo mpaka Ufunuo na damu. Amen. Amina. And I realized the blood is all over the Bible. Nikafahamu ya kwamba damu iko katika Biblia yote. So I told myself I'm not going to introduce any new scripture.
Nikasema sitaweza kuleta andiko lolote lipya. I am going to just emphasize on what we have already been given. Nitasisitiza kile ambacho tumekwisha twaliwa. Hallelujah. Amina. Because right from Genesis, Maana kwanza mwanzo the blood is introduced damu imetangulizwa unto Revelation. mpaka Ufunuo. The blood is introduced. Damu inatangulizwa. Hallelujah. Amina. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I want us to read John 6:53. Na kata tusome Yohana 6:53. John 6:53. Yohana 6:53. Amen. Amina. I want us to read together. Tusome pamoja. Did you come with your Bible? Je, ulikuja Biblia yako? Can you lift up your Bible? Inua Biblia yako. I want you to say, lift up your Bible, lift up your Bible. Inua Biblia yako, inua Biblia yako. Next week, make sure you come with the Bible. Siku ijayo kuhakikisha kwamba wiki ijayo umekuja na Biblia yako. Muzami, next week you come like you're coming to church, you come with the Bible. Muzami, juma lijalo ukuje kama mtu anakuja kanisani akiwa na Biblia yake. Amen. Amina. This is the word of God. This is the word of God. I believe what it says. I believe what it says. And I declare today, And I declare today, as I hear the word of God, as I hear the word of God, I am becoming I'm becoming what the word has said. what the word has said. The divine nature of The Christ divine nature of Christ has given me has given me everything that I need in everything that life. I need in life. I believe it I believe it and I have it and I have it in Jesus' name. in Jesus' name. Amen. Amen. I want us to read together from the screens. 1, 2, 3. Then Jesus said to them, Most assurance I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Amen. Amen. This is a statement that Jesus Christ himself made. Huu ni usemi ambao Yesu Kristo aliufanya. And he said, most assuredly I say to you. Nasema hakika nawaambieni. In other words, verily, verily I say to you. Kwa maneno mengine, amini amini nawaambieni. Truly, truly I say to you. Ama kwa ukweli ukweli nawaambieni. Unless you eat the flesh of the Son of Man Msipokula mwili wa mwana wa damu and drink his blood, na mnywe damu yake, you have no life in you. hamna uzima ndani yenu. Amen. Amina. So Jesus Christ was telling us with no option. Yesu Kristo alikuwa anatuambia bila chaguo lingine. And he was giving us the way to walk in the life of God. Na alikuwa anatupatia njia ya kutembea katika uzima You wa Mungu. remember that he came to give us life and life in abundance. Ndio kwamba alitupatia uzima tele tele. That is the reason why he came. Hiyo ndio sababu yake kuja. He came to give us life. Alikuja kutupatia And now uzima. he says this is the way Sasa anasema hii ni to njia partake of my life. ya kuweza kupata uzima The wangu. way to partake of my life Ya kupata uzima wangu is eat my flesh ni kula mwili wangu and drink my na blood. kunywa damu yangu. When you eat my flesh Kila mwili wangu and you drink my na blood, unywe damu yangu, then you have life in you. sasa una uzima ndani yako. Unless you eat of my flesh Na usipokula and mwili wangu drink of my blood, na unywe damu you yangu, have no life. hauna uzima. Hallelujah. Hallelujah. In those days, Katika siku hizo people did not understand watu hawakufahamu such a statement. usemi kama huu. They thought Walifikiria that Jesus Christ was mistaken. ya kuwa Yesu Kristo alikuwa He makosa. wanted them to be man eaters. Walifraka wajue kama ni watu wanaokula mtu. Hallelujah. Amina. But now we understand Sasa tunafahamu what Jesus Christ meant. kila Yesu Kristo alimaanisha. Hallelujah. Amina. There is life Kuna uzima in the body of Jesus Christ. katika mwili wa Yesu. There is life Kuna uzima in the blood of Jesus. katika damu ya Yesu. And as we listen to this word, Tunaposikiza we are going to declare tutatangaza that life will flow in our lives ya kwa uzima wake because we utamimina katika maisha acknowledge yetu. the body of Jesus Christ. Maana tunautambua mwili We wa Yesu. eat of his body Tunakula mwili and we wake. drink of his blood. Tunakunywa damu yake. Look at your neighbor for me Angalia jirani kwa and ajili yako. tell your neighbor, Mwambie jirani, I am a blood drinker. I am a blood drinker. Hallelujah. Hallelujah. That we drink the blood of Jesus. Wanakunywa damu ya Yesu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Look at your neighbor and tell your neighbor, I'm a blood drinker. Angalia jirani, mwambie mimi ni mtu anayekunywa I have damu. life in the blood. Nina uzima ndani ya damu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I have life in the blood of Nina Jesus. uzima ndani ya damu ya Yesu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Bible says that many deserted Biblia inasema wengi waliacha because they could not understand such a doctrine. maana hawakufahamu usemi They kama huo. left Jesus Christ. Walimwacha Yesu But Kristo. we are here to stay Lakini tuko hapa because kudumu. we understand such a Maana doctrine. tunafahamu mafunzo kama hii. Hallelujah. Hallelujah. We know the power
Tunajua nguvu. We know the life Tunajua uzima. that we receive from the body of Jesus Christ. Tulipokea katika damu ya Yesu We have Kristo. no life except in him. Hatuna uzima We isipokuwa have damu no yake. life except in his blood. Hatuna maisha isipokuwa kwa damu yake. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So we are here honoring the blood. Tuko hapa kuheshimu damu. Not only honoring the blood, Sio kuheshimu damu tu, but drinking the blood of na Jesus pia Christ. kunywa damu ya Yesu And Kristo allowing that blood, na kuruhusu hiyo damu hallelujah, Hallelujah. to be upon our lives. hiyo maishani mwetu, Take over in our lives. ichukue katika maisha Reign yetu, in our lives. itawale maishani That we mwetu, can walk in the divine nature ndio tuweze kutembea katika asili ya kiungu of Jesus Christ in our ya lives. Yesu Kristo maishani mwetu. People have physical nature Watu wako na asili ya kawaida because of the blood relationship that they have with your families, kwa sababu ya uhusiano wa damu na jamii yako. that they have with their generations. Yakobo wako na vizazi vyao. Amen. Amina. Are we together? Tuko pamoja. People have physical nature Watu huwa wako na asili ya kawaida because of the relationship, kwa sababu ya the uhusiano blood relationship wa damu that they have with their relatives or their generation. ambao wako na vizazi vyao ama watu wa jamaa zao. So you find them people having physical nature. Kwa hivyo naona watu wako na asili ya kawaida. Amen. Amina. You find somebody like Joseph giving birth to a beautiful daughter and the daughter looks just like him. Unakuta mtu kama Joseph akipata binti ambaye anakaa kama yeye, Having a physical nature. akiwa na asili ya Because of the kawaida. blood that flows in Joseph's life is the blood that flows in that girl's life. Kwa maana damu ambayo inamiminika katika maisha ya Joseph ni ile ile ilikuwa katika yule msichana. Amen. Amina. Because of the physical nature that they have. Kwa sababu ya asili ya kawaida ambayo iko ndani yao. Amen. Amina. You know, we don't resemble Huwa hatufanani because we don't share the same physical blood. maana hatushiriki damu ya kawaida ambayo ni moja. Amen. Amina. But divinely, Lakini kwa hali ya kiungu we share the same blood. tunashiriki damu moja. That is why we talk the same things spiritually. Ndio maana tunanena vitu sawa kiroho Because of the divine nature kwa sababu ya asili ya that kiungu both of us ambao sisi wawili have inherited from Christ. ambao tumerithi kwa Kristo, That if I sit down, he will speak the same way I would speak. kwamba nikiketi atanena kama vile nitanena Because of the divine nature kwa sababu ya asili ya kiungu that we have received from Christ. tuliyopokea kwa Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So because when we connect with Jesus Christ Tukiunganika na Yesu Kristo and connect with his blood, na tuunganike na damu we yake, share in the divine nature of Jesus Christ. tunashiriki katika asili ya kiungu That ya we Yesu start Kristo. resembling Jesus Tunaanza kukaa kama Yesu in abilities, katika uweza, in power, katika nguvu, in stature, katika uumbaji, in grace, katika neema, in favor, katika kibali, in wisdom, katika hekima, in anointing. katika pako. We start resembling Jesus Christ Tunakaa kama Yesu when we Kristo share in his blood. tumkishiriki katika damu yake. Hallelujah. Amina. So the divine nature of Jesus Christ Asili ya kiungu ya Yesu Kristo is transferred in us inahamishwa kwetu by his blood. na damu yake. Hallelujah. Hallelujah. When we share Wakati in tunashiriki the blood of Jesus Christ, kwa damu ya Yesu Kristo, many things change in our lives. yote inabadilika maishani mwetu, Hallelujah. Amina. Because his blood maana damu yake changes hubadilisha everything about us. yote kutuhusu sisi. Hallelujah. Hallelujah. So we want to know Kwa hivyo nataka kujua this divine nature hii asili ya that kiungu Christ has given us ambayo Kristo amepatia because of his blood. kwa sababu ya damu yake. Hallelujah. Hallelujah. Christ has given us his blood. Kristo amepatia damu He yake, meant everything to be effective akafanya yote ikaweza kufanya by kazi his blood. kwa ajili ya damu yake. Hallelujah. Hallelujah. Before Jesus Christ died, Maana Yesu Kristo alikufa, before he died, kabla Yesu kufa all the shedding of the blood, ama yote kumiminika damu, kumwaga damu, it was a temporal shedding of the blood. ilikuwa ni It was temporal. Haikuwa inadumu. haikuwa yote, damu yote ilikuwa inamwagwa, haikuwa ya kudumu. Amen. Amina. Kabla Yesu akufe, kule umwangaji damu wote ambao ulikuwa unamwangika hapo awali ilikuwa haidumu. Hallelujah. Amina. But when he died, Lakini alipokufa, praise the Lord, Bwana asifiwe, he shed the blood once and for all. akamwaga damu mara moja kwa yote. The Bible says he did it once and for all Biblia alifanya mara moja kwa yote for us. kwa
ajili yetu. Hallelujah. Amina. That today, Ya kwa leo when you honor the blood, ukiheshimu damu, when you understand the blood, ukifahamu hiyo damu, when you fellowship with the life that is in the blood, ukishiriki na uzima ulioko ndani ya his damu, divine nature asili yake ya kiungu walks with you, kutembea nawe, and you have everything that you need in life. na una yote unahitaji maishani. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Praise God. Bwana asifiwe. When Jesus Christ rose from the dead, Wakati Yesu Kristo alifuka kutoka kifo, in the book of John chapter 20, katika Yohana 20, and Mary refused to go like all the rest, na Mariamu akakataa kwenda kama wengine, and Jesus Christ rose from the dead, na Yesu Kristo akafuka kutoka kifo, and he met Mary. akakutana na Mariamu. He told Mary, Akamwambia Mariamu, do not hold on me now, usinishikilie sasa, because I'm going to your father and to my father and to your father, maana naenda kwa baba yangu na baba yako, to my God and to your God. kwa Mungu wangu na Mungu wako. Hallelujah. Amina. That was a short time that Jesus Christ had put aside, Hiyo ilikuwa ni wakati mdogo ambao Yesu Kristo aliweka kado, that when he resurrects, wakati akifuka, before he appears to his disciples, kabla ajitokeze kwa wanafunzi before wake, he appears to people, kabla ya kujitokeza kwa watu, he goes to the altar of altars, ataenda kwa madhabahu ya madhabahu, the sanctuary ile madhabahu in the heavenlies, katika mbingu, and pour his blood there, na mwage damu yake pale, so that forever ndio milele his blood, damu yake, hallelujah, amina, blesses our lives. iweze kuita maisha yetu. That is the only blood Hiyo ndio damu that pekee is always fresh for us. ambayo iko mbichi kwa ajili It yetu. is the blood Ndio damu that has cleansed, ambayo imeosha, washed, kuosha sanctified, na kutakaza. hallelujah, Amina. and it has made us holy before the Father. Imetufanya watakatifu mbele ya It has Baba, made us righteous imetufanya watu wa haki by that blood. kwa hiyo damu. No other blood, Kuna damu nyingine hallelujah, Hallelujah. can be shed after that blood, inaweza kumwaga baada ya hiyo damu, because that blood maana hiyo damu is the blood ndio damu that has brought us to God, ambayo tuleta kwa a Mungu, powerful blood. damu ya nguvu. Praise God. Bwana asifiwe. We have all that we need in the blood. Tuna yote ambayo tunahitaji kwa hiyo damu, Everything that you need, yote it tunayohitaji has been accomplished by the blood. imetekelezwa kwa sababu ya When damu. everything under the sun cannot work, Yote ambayo chini ya jua haiwezi kufanya the kazi, blood of Jesus Christ works. damu ya Yesu inafanya kazi. Hallelujah. Hallelujah. When you've done everything Wakati umefanya yote, and nothing is working, hakuna lolote inafanya the kazi, blood of Jesus Christ damu ya Yesu Kristo brings it to work in your life. inafanya ifanye kazi maishani mwako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. There's nothing that defeats the blood. Hakuna kinachoshinda damu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Amina. When you've done everything, Ukifanya yote, nothing is working. hakuna inafanya kazi. You've taken all the medicine you could take. Umekunywa dawa zote unaweza. You've seen the best doctor you could see. Umeona madaktari wote unaweza. You have done everything concerning your finances. Umefanya yote kuhusu fedha zako. You've done everything that you knew how to do it. Umefanya yote ambayo ulijua jinsi ya And kufanya. nothing is working. Na hakuna inayofanya You kazi. fasted and prayed. Umefunga na You've kuomba. confessed the word. Umekiri neno. You've done everything that you know. Umefanya yote unayojua. And things seems not to change. Na mambo inaonekana The ibadilike. blood of Jesus Christ, Damu ya Yesu Kristo. hallelujah, Hallelujah. praise God, Bwana asifiwe. can never be defeated Haiwezi in kashindwa somebody's life. katika maisha ya mtu. Amen. Amina. God being the great God, Mungu akiwa Mungu mkuu, and El Shaddai is his name. na jina lake ni Shaddai. El Shaddai means the great God, Shaddai inamaanisha Mungu the mkuu, almighty one. Mungu mwenyezi. Hallelujah. Amina. He did great mighty acts with the children of Israel in Egypt. Aliwatendea matendo makuu wana wa Israeli pale Misri. Amen. Amina. He would bring darkness. Ageleta giza. He would bring frogs to them. Ageleta viura kwao. Flies. Na pia inzi. Make water to be blood. Akafanya maji He kama did damu. major things. Alifanya mambo But makuu. Pharaoh could not be moved. Lakini Farao hangeweza And he kuonyesha. told Moses. Na pia He told Moses, akamwambia Musa, I have yet one thing I'm about to do. kuna jambo moja ambalo nataka kufanya. If I do this, Moses, Nikifanya hii Musa, Pharaoh will release you. Farao ataachilia. Amen. Amen. Told him, I have yet one thing. Nina jambo moja. Look at your neighbor for me. Angalia jirani kwa ajili Tell yangu. your neighbor the blood is able. Mwambie damu inaweza. Amen. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Tell your neighbor what everything else could not do. Kile ambacho mambo mengine ingefanya, The blood is able. damu inaweza.
kufunga In Jesus' kwa name. jina la Yesu. Hallelujah. Haleluya. Praise God. Bwana asifiwe. And when he told them to apply the blood on the doorposts, Alipowaambia waweze kupaka damu katika malango yao, and they shall be saved. wataweza kuokolewa. And when the angel of death sees the blood, Wakati malaika wa kifo wataona damu, they shall be saved. wataokolewa. And where there is no blood, there is death. Na pahali ambapo hakuna damu kuna kifo. And it appeared death with the Egyptians. Na ikaonekana kifo kwa Misri. Pharaoh let the people of God go. Farao akawaachilia watu wa Mungu wakaenda. Amen. Amina. Praise God. Bwana asifiwe. Where the blood is, Mahali damu ipo, there is victory. kuna ushindi And there is success. na kuna fanaka. Now today I just want, in the next 20 minutes, I want to explain to you about the blood and high. Sasa kwa dakika zijazo 20 nataka niweze kuelezea kuhusu damu Na mimi. na mimi. Amen. Amen. Mimi na damu. Mimi na damu. Praise the Lord. Amen. I just want to bring it home Nataka niilete vizuri so that we can identify ndio utaweza kujitambulisha on a personal way kwa njia ya kibinafsi with the blood of Jesus. na damu ya Yesu. The Bible talks about many bloods. Biblia inanena kuhusu damu nyingi. It talks about the blood of Abel Kuhusu damu ya Abeli that speaks vengeance. ambayo inanena kulipisha kisasi. It talks about the blood of goats and bulls. Inanena kuhusu damu ya mbuzi na damu ya fahari. It talks about the blood of your fathers. Nenda kuhusu damu ya baba zenu. Now we are talking about the blood of Jesus. Sasa naenda kuhusu damu ya Yesu. When we acknowledge the blood of Jesus in our lives, Tukiitambua damu ya Yesu maishani mwetu, the blood of Abel does not speak in our lives. damu ya Abeli haineni maishani mwetu. Amen. Amina. Are we here? Tuko hapa. When you acknowledge the blood of Jesus in your life, Ukitambua damu ya Yesu maishani mwako, the blood of Abel damu ya Abeli that talks about unforgiveness, ambayo inanena kuhusu kutokusamehe, that talks about revenge, ambayo inanena kuhusu kulipisha kisasi, does not feature in your life. haionekani maishani mwako. When we talk about the blood of Jesus, Tukinena kuhusu damu ya Yesu, the blood of goats and bulls damu ya ile ya mbuzi na pia damu ya ng'ombe has no effect in our lives. haina uadhiri maishani mwetu. It doesn't matter what kind of a bull, what kind of a goat entered into a covenant in your families, it has no power. Haijalishi aina ya ng'ombe au aina mbuzi ambayo ilijia katika jamii yako haina nguvu. When we talk about the blood of Jesus, Tukienda kuhusu damu ya Yesu, amen. amina, The blood of your fathers damu ya baba zenu does not have power over your life. haina nguvu maishani mwako. Praise God. Bwana It asifiwe. is the blood of Ni Jesus damu ya Yesu that takes effect in your life. ambayo ina uadhiri maishani So mwako. when you acknowledge the blood of Jesus, Kwa hivyo tukitambua damu ya Yesu, you will not talk about the blood of your fathers. hautanena kuhusu damu ya baba You will zako. not talk about the blood of vengeance, that is the blood of Abel. Hautanena kuhusu damu ya kulipisha kisasi You ambayo will ni damu not ya talk Abeli. about the blood of bulls and goats. Hautanena kuhusu damu ya ng'ombe na Because damu ya the mbuzi. blood of Jesus is the supreme blood. Damu ya Yesu ndio damu pekee. It does not work only on me. Haifanyi kazi kwangu It pekee, reflects in the altar of heaven pia inaonekana katika madhabahu ya mbingu concerning my life. kuhusu maisha yangu. Hallelujah. Amina. It is the fresh blood Ndio damu hiyo bichi that is forever fresh on a daily ambayo basis. milele ni bichi katika kila siku. What has this blood done to me? Hii damu inafanya nini? Hallelujah. Haleluya. This blood Hii damu has forgiven me of all my sins. imenisamehe dhambi zote. It is not that the blood will forgive. Sio ati damu inasamehe. It has already forgiven me. Imekwisha The nisamehe. blood of Jesus Christ has washed all my sins. Damu ya Yesu imeosha dhambi zangu The zote. Bible says it was poured once and for all, Biblia inasema ilimwagwa mara moja kwa yote, cleansing every sin ikisafisha dhambi zote upon the earth. katika ulimwengu. My sins have already been washed by the blood. Dhambi zangu zimekwisha kuoshwa na damu. The Bible says there is no forgiveness of sins except by the shedding of the blood. Biblia inasema hakuna kusamehewa dhambi isipokuwa kumwagwa kwa damu. Now because the blood has already been shed, Sasa kwa sababu damu my imemwagwa, sins are forgiven. dhambi zangu zimesamehewa. Hallelujah. Amina. So every day I should walk no way.
kila siku nafanya nitembee nikijua it is because of the blood ni kwa sababu ya damu that my sins are forgiven. ya kuwa dhambi zangu zimesamehewa. Hallelujah. Hallelujah. I should honor what Christ did. Nafaa niheshimu kile Yesu alifanya. Because of the blood, Kwa sababu ya damu my sins are forgiven. dhambi zangu And zimesamehewa. not only my sins, Na si dhambi zangu but the pekee, sins of the world. bali dhambi za Even ulimwengu. those people that are in sin today, Hata wale walio ndani ya dhambi those leo, people that have not agreed or come to Jesus Christ, wale ambao hawajakubali ama kuja kwa Yesu, the payment is still fresh. malipo ya ngali mabichi. The payment is still there. Malipo yako, The payment still stands. malipo imesimama. Hallelujah. Amina. Jesus will not go back to the cross for them. Yesu hatarudi msalabani He kwa ajili yao. already paid. Tayari alilipia. Hallelujah. Amina. The sins are forgiven. Dhambi zao So as we zimesamehewa. witness to people, Wakati tunashuhudia we kwa watu, tell them that your sins are forgiven. tunaambia dhambi zako zimesamehewa. Come. Njoo Hallelujah. Amina. To where your sins are forgiven. pale ambapo dhambi zako It zimesamehewa. is only the blood of Jesus Ni damu ya Yesu pekee forgives sins. ambayo inaweza kusamehe dhambi. Hallelujah. Amina. Because it is an innocent blood. Maana ni dhambi isiyo na It is dhambi. a sinless Ni blood. damu isiyo na It dhambi. is not a man's blood. Sio damu ya mwanadamu. Hallelujah. Amina. It is a blood Ni damu that was influenced by the Spirit of God. ambayo inaletwa kwa sababu ya Roho wa The Mungu. Bible says Inasema that Jesus Christ was born. Yesu Kristo alizaliwa Hallelujah. Amina. Not out of a man's will, sio kwa mapenzi ya mwanadamu, but by the overshadowing of the Spirit. kwa sababu ya ufundiko wa Roho. Amen. Amina. Praise God. Bwana asifiwe. You know, Muhammad, Najua Muhammad, let me just speak and let Facebook people hear. You know, Muhammad was born of a man. Jai Muhammad alizaliwa na mwanadamu. So his blood is not worthy to forgive us our sins. Kwa hivyo damu yake haitoshi kusamehe dhambi. Buddha was born of a man. Buddha alizaliwa na mwanadamu. So his blood Kwa hivyo damu yake was born from the lineage of Adam. ilizaliwa katika uzao wa Adamu. Hallelujah. Amina. And when we are born in the lineage of Adam, Ukizaliwa katika uzao wa Adamu, we are born of sin. tumezaliwa na dhambi. Amen. Amina. So his blood, Kwa hivyo damu yake no matter how powerful, is worshipped. haijalishi vile anaabudiwa kwa His nguvu, blood cannot save us. damu yake haiwezi katuokoa. But Jesus Christ, Yesu Kristo he was not born of any man's will. hakuzaliwa kwa mapenzi ya He was mwanadamu not yeyote. born from the lineage of the blood of Adam. Hakuzaliwa katika uzao It wa was the Adamu, overshadowing of the Spirit. kwa sababu ya ufundiko wa So Roho. his sinless blood, Kwa hivyo damu isiyo na dhambi yake hallelujah, Amen. he is able to cleanse us inaweza kutuosha from every sin. kutoka dhambi So zote. look at your neighbor and tell your neighbor, the blood of Jesus Angalia jirani, mwambie damu has forgiven all my sins, imesamehe has dhambi zangu washed zote. away my sins. Imesafisha dhambi zangu zote. Amen. Amina. I want you to declare it is the only blood. Nataka utangaza ni damu pekee. Declare like you believe it. It is the only blood Ni damu pekee that brings forgiveness of sins iletayo usamehewa dhambi. for the world. You better declare it until the Facebook people hear. Tangaza mpaka watu wa Facebook wasikie. I want you to declare the blood of Jesus Damu ya Yesu is the only blood ndio damu pekee that cleanses us of sin. ambayo inatuosha kwa dhambi. Amen. Amina. And that blood Na hiyo damu has cleansed your sin imeosha dhambi zako forever. milele. Hallelujah. Amina. Sin should not haunt you. Dhambi haiwezi kukufuata. Sin cannot separate you from God when you are in Christ. Dhambi haiwezi kukutenganisha na Mungu You wakati should uko ndani not ya walk Kristo. with sin consciousness Hauwezi ukaenda ukiwa na ufahamu wa because dhambi, the blood has washed you. maana damu It imekuosha. is that blood that has made you righteous. Ni damu hiyo imekufanya mwenye It is haki. that blood that has made you holy. Ndiyo damu imekufanya It is that mtakatifu. blood that has made you to be a son of Ndiyo God. damu imekufanya uwe mwana wa Mungu. By that shedding of the blood, Kwa hiyo kumwagwa kwa damu you are already blessed. umebarikiwa tayari. Amen. Amina. You can receive anything from God Unaweza kupokea yoyote kutoka kwa Mungu because of the blood of kwa sababu ya Jesus. damu ya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. You have access to everything that God has. Una kiingilio yoyote ambayo Mungu ako nacho. Amen. Amina. Because of the blood of Kwa Jesus. sababu ya damu ya Yesu. There's a singer that sang. Kuna mwimbaji alimba, Alimba cha kutumaini sina ila damu yake Yesu. Yani, cha kutumaini sina. Amen. Amina. That is a very powerful revelation. hiyo ni funua nguvu. Cha kutumaini
Yaani nikiangalia kwa baba yangu sina cha kutumaini, kwa uweza wangu sina cha kutumaini, lakini kwa damu. Amen. Amina. Naweza tumaini. Amen. Praise God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Have you ever reached to that point? Mwae kufika mahali pale, Everything that you thought yote ambayo uliwazia that you can hold on yakuwa unashikilia becomes slippery. inakuwa It's only the blood ni damu that you pekee can hold on. ambayo unashikilia. Jesus has given you the blood. Yesu Kristo amepatia hiyo damu. Hallelujah. Amina. With the blood Bila damu you have access una to the kiingilio things of God in your life. kwa mambo ya Mungu maishani So the mwako. blood has given you forgiveness. Damu imekupatia I msamaha. want you to look like somebody that is forgiven. Nataka ukae kama mtu aliyesamehewa. Amen. Amina. Umeshawahi samehewa kweli? Umeshawahi samehewa? Umeshawahi fanya kitu alafu mtu akwambia nimekusamehe? Una feel aje? Wangapi ambao wameshawahi samehewa? Yaani kabla hujasamehewa unashangaa itakuwaje alafu mtu anakuambia nimekusamehe. Wow. Unakanyanga ni kama mtu anaona ulimwengu. Kuna mtu ataniuliza chochote, nimesamehewa. That's how we should walk. Hiyo tunafaa tutembee. Hallelujah. Amina. That is how we should pray. Hivyo ndio tunafaa tuombe. Like somebody who owns the kingdom. Kama Mungu anayemiliki ufalme. Hallelujah. Hallelujah. Church, are we here? Hii kanisa ya Uganda tuko. Amen. Amina. Nafaa kutembea kama mtu ambaye anaona ulimwengu. Amen. Amina. Unajua saa zile uko na deni ya mtu, hata akikupigia simu una wish apate wewe ni mteja. Una wish ukiona I tried calling you unasema simu umeniokoa. Ulifanya nikakuwa mteja. Yaani utaki kukutana na yeye. Wacha akwambie ile deni nimeona nikusamee. Unatembelea maeneo yake. Ama mimi sioni kama umeshasamehewa deni. Yaani unatembelea maeneo yake, unasikia vizuri, sasa tuko sawa. Amen. Amina. Hivyo ndivyo unafaa kutembelea maeneo ya Mungu. Huko sawa. Amen. Angalia jirani yako mwambie tembelea maeneo ya Mungu, uko sawa. Tembelea maeneo ya Mungu, uko sawa. Hallelujah. Amina. Ile kitu imekufanya ukue sawa ni damu. Praise God. Unajua mtu akiwa na kashida tu, niliona hata mwingine wakiwa na kashida hata anakuogopa kukuja mahali huko. Acha umtext umwambie hata sina shida kuja. Anaingia vizuri, "Hey mom, ukoje?" Na before ilikuwa ngumu. Hivyo ndivyo tunafaa kutembelea maeneo ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Tunashika kweli. The blood has given you access to the Father. Damu imekupatia kiingilio kwa Baba. Your sins are forgiven. Dhambi zako By zimesamehewa. the shedding of the blood. Kwa kumwagwa kwa damu. We should honor the blood. Tunafaa tuheshimu damu. Because the blood Kwa maana damu has meant us to walk guiltless, imetufanya tukatembea bila hukumu, sinless, bila dhambi, and sons of God. kama wana wa Mungu. Hallelujah. Amen. We have no debt with God Hatuna deni na Mungu because of the blood. kwa sababu ya damu. The Bible says we have only one outstanding debt, Inasema tuko na deni pekee moja, and that is the debt of love. na ni deni ya upendo. Hallelujah. Amina. Loving God and loving God's people. Mungu anatukupenda, Mungu anakupenda watu wa Mungu. Amen. Amen. That is the only outstanding debt. Hiyo ndio deni pekee imebaki. Angalia jirani yako, hata kama uko na deni yake umwambie tafadhali jua hivi. Jua hivi. Niko na deni moja kwako. Niko na deni moja kwako. Kupenda Mungu wetu Kupenda Mungu wetu na kukupenda. na kukupenda. Amen. Amina. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Amina. So you are already forgiven. I don't want to dwell there. Kisha kusamehe usitakaa pale. But that is something that you should always know. Na hilo ni jambo unafaa ujue kila wakati. Hallelujah. Hallelujah. It's a song that we used to sing. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba. In your presence I come. Lord, I come not by the works that I have done. The works that I have done, but by your blood I come. Lord, I come, I gladly bow before your throne. I can sing. Wow. Praise the Lord. Amen. Hey, nimeambia Mungu nataka kuimba. Amen.
Amen. Amen. Niliambia Mungu this time round. Wakati huu. Amen. Amina. I'm going to be a singer and a Nitakuwa worshiper. mwimbaji. Praise the Lord. Amina. Amen. Amen. In your presence I come. Uweponi mwako naja. Not because of the works that I've done, Sio kwa sababu nilifanya. but by your blood. Lakini kwa damu yako. I am in your presence. Niko katika uwepo wako. I gladly bow before your throne. Ninainama kwa Because of the blood of Jesus Christ. Damu ya Yesu Kristo. Hallelujah. Amina. I am guilt free. Mimi sina My hukumu. conscience has been cleansed Ngozi yangu imeweza kusafishwa by the blood of kwa Jesus. sababu ya damu ya Yesu. Hallelujah. Amen. My conscience is clean. Mazo yangu ni My mazi. conscience is pure Dhamiri yangu iko by wazi. the blood of Jesus. Kwa damu ya So Yesu. I gladly Kwa hivyo kwa furaha stand before your throne. nasimama katika kiti cha Hallelujah. enzi Because of the blood. kwa sababu ya The damu. blood gives me confidence Ndio na damu to ask inapatia ujasiri anything in the kingdom of God. chochote katika ufalme wa Mungu Because of the blood. kwa sababu ya damu. The blood of Jesus Damu ya Yesu gives us protection. inatupatia ulinzi. Hallelujah. Amina. It gives us protection. Inatupatia ulinzi. Now, Sasa I will explain this one nitaelezea hii by our own blood. kwa damu yetu pekee. Amen. Yetu. Amen. Amen. You know, there's that scripture that Pastor Martin read that the life of a thing is in the blood. Kuna ile andiko ambayo inasema maisha ya kitu ama uzima wa kitu uko ndani ya damu. Amen. Amina. That's what the Bible says. Ndio Biblia inasema That the life of a thing is in the blood. ya kuwa maisha ya kitu iko ndani ya damu. Anything, Kitu chochote its life is in the blood. maisha yake iko ndani ya damu. Amen. Amina. I've said that the blood of Jesus Christ gives us protection. Nimesema damu ya Yesu Kristo inatupatia ulinzi. Now, I want us to understand that Nataka tufahamu hivyo by learning about our blood. kwa kujifunza kuhusu damu yetu. Amen. Amina. If you stop the flow of blood in somebody's life, Ukikomesha umimino wa damu katika maisha ya mtu, death occurs. kifo kinakuja. Amen. Amen. We are alive because our blood is there. It is flowing well. Tuko hai kwa maana damu yetu ipo na inamiminika vizuri. Amen. Amina. And as I was studying about the blood, Wakati nilikuwa nasoma kuhusu damu, I came to realize nikafahamu that every organ in our body ya kwamba kila kiumbe mwilini mwetu kiungo serves the blood. huwa kinapokea damu. Amen. Amina. Every organ in our body, Kila kiungo mwilini mwetu it serves the blood. kinapokea damu. It is active and functioning because of the blood. Kinafanya kazi kwa sababu ya damu. For example, our heart. Kwa mfano roho yetu. Our heart Roho pumps the blood. inasukuma damu. If our heart stops to pump the blood, Kama moyo wako ukakosa kusukuma damu, that is when somebody says somebody is dead. ndio mtu anasema ya kwamba mtu amekufa. Death occurs because the pumping of the blood, the circulation and the pumping of the blood in somebody's life is not functioning. Kifo huja kwa sababu ile kuzunguka kwa damu katika maisha yako ama mwili wako kumekomeshwa. But if we can get something else, Lakini tukifanya kitu kingine, kama tunaweza pata kidunde kingine kando chenye kitaendelea kupambu blood ndani yako, utaishi bila moyo. Si ni ukweli? Mkweli. Amen. Ukipata tu kidunde alafu unakibeba kwa handbag na hicho kidunde kinaweza pump blood, utaishi Kabisa. si ndio? But tutoe blood yote na ukuwe na heart, will you live? No. Because the life of a thing is in the blood. Maana uzima wa kitu uko ndani ya damu. Life is in the blood. Uzima uko ndani So ya damu. every organ on our body Kila kiungo katika mwili wetu serves the blood. kinapokea damu. Things do not happen well in our bodies Mambo hayatendeki vizuri mwilini mwetu because something is happening with the blood. maana kitu kinafanyika na damu. That is why when you start becoming sick, Ndio maana wakati unaanza kuojeka, they check the blood wanaangalia damu. to know what is happening Wajue nini mbaya in this body. katika mwili. Amen. Amina. You go to the hospital with a headache Unaenda hospitali unaumwa na kichwa and you're shivering na unatetemeka and maybe you have a pain in your joints. na pengine unaumwa na viungo vya mwili. They don't check the joints. Hawaangalii hivyo viungo vya mwili. They don't screen the head. Hawaangalii kichwa. They screen the blood. Wanaangalia damu. Wewe hujawahi jiuliza kwa nini? Alivisa, ukienda hospitali unaumwa na magoti, si waangalie magoti. Magoti ndio inauma. Ama wa screen kichwa, kichwa ndio inauma. Wa screen, wana screen damu, wanajua
Damu ikiwa na kasoro kichwa inauma. Damu ikiwa na kasoro magoti inauma. Damu ikiwa na kasoro mwili unakuwa na dysfunction. Amen. Amina. Because everything serves the blood. Maana yote inatumikia damu. Amen. Amina. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We know that, isn't it? Amen. Nasikia mtu akisema nimetumwa kupimwa damu. Hata hatujawahi fikiria kwa nini wanapima damu wakati ninaumwa na mkono. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Everything. Yote. Amen. Amina. Even the bile. Hata Sema na Kikuyu. Even the bile. Amen. hata hiyo inaitwa bile. It removes poison from the blood. Inatoa Impurities. uchafu katika damu. Amen. Amina. I know you have heard people, mtu anaenda hospitali anaambiwa kwamba your body is poisoning yourself. Unaambia kwamba mwili wako unatia uchafu katika mwili wako. Because the bile is not working. Kwa sababu kile kiungo hakifanyi kazi vizuri. Amen. Amina. The kidneys, Na pia figo they help filter the blood. zinasaidia So kuchuja every damu. organ of your body Kila kiungo cha mwili wako functions because of the blood. kinatenda kazi kwa sababu ya And damu. now Jesus Christ says, Sasa Yesu akasema, eat, drink of my blood. kunywa damu yangu. What is he saying? Anasema nini? When you drink of my blood, Ukinywa damu yangu, all that is in my blood yote iliyo ndani ya will damu start yangu working in your heart, sasa kutenda kazi will mwilini start mwako. working in your kidneys, Kazi katika will figo start zako. working in your bile, Katika will start working in your liver, will make your life to be complete. Utafanya maisha yako iwe kamili. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. In other words, Kwa maneno mengine, all that I am yote niko will nayo start functioning within you. naanza kutenda kazi ndani My yako. life Maisha will yangu start functioning in your life. naanza kutenda kazi maishani mwako. All that I am Yote niko will nayo start working within you. naanza kutenda kazi ndani yako. My heart will pump in your heart. Moyo wangu utandunda katika moyo wako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amina. So when we have the blood of Jesus Christ, Wakati uko na damu ya Yesu Kristo, the blood of Jesus Christ comes with all the protection, damu ya Yesu Kristo inakuja na ulinzi comes with wote. all the power, Nakuja na nguvu comes with all zote. the favor, Nakuja kibali comes with chote. all the authority, Nakuja na mamlaka comes yote. with all the grace Nakuja na neema that the yote. blood of Jesus Christ has. Ambao neema ambayo So the damu ya Yesu Kristo life iko nayo. of Christ starts functioning in our lives. Uzima wa Kristo unaanza kutenda kazi maishani mwetu. Hallelujah. Hallelujah. When you have the blood of Jesus Christ, Ukiwa na damu ya Yesu you Kristo, acknowledge the blood. unatambua damu. Sickness and disease Magonjwa na cannot maradhi function in your body haiwezi katenda kazi because mwilini the mwako. blood of Jesus Maana damu ya is Yesu a diseaseless blood. ni damu isiyo na ugonjwa. Hallelujah. Amen. It is the blood of Jesus Ni damu ya Yesu flowing in us na milika ndani that yetu makes us to walk with disease, with no diseases. inatufanya tukatembea bila ugonjwa wote. Amen. Amina. And as we talk about the blood today, Tunaponena kuhusu damu we are hii, going to declare upon our lives, tutatangaza maishani and we mwetu, are going to believe tutaamini that sickness and disease kuwa magonjwa na can maradhi never function in our blood haiwezi kufanya kazi because it is no damu longer yetu. our blood. Maana si damu It yetu is no tena. longer the earthly blood. Sasa si tena damu ya It is the kiasili. divine blood Ni damu ya that kiungu flows in our lives. ambayo inamilika maishani When the mwetu. Bible talks about Adam, Biblia ikisema kuhusu Adamu, it says nasema that man is earthy. na pia huyo mtu It's earthy, ni wa ulimwengu, ni wa dunia. ni mtu wa dunia. Hallelujah. Amina. But Jesus Christ Lakini Yesu is Kristo a life-giving spirit. ni roho apeanaye uzima. Hallelujah. Amina. So when we have the blood of Jesus, Tukiwa damu ya Yesu, we are going to believe taanza that the kuamini blood that flows in my heart, ya kuwa damu yake the imemiminika ndani blood that yangu. flows in my kidneys, Kwa damu ambayo the inamiminika blood katika figo that zangu. flows in my bile, Damu ambayo inamiminika the blood that flows in my body, Damu inayotiririka katika it mwili is the wangu. blood of Jesus. Ni damu ya Yesu. And that Na hiyo blood damu can never be sick. haiwezi That is why kuosheka. the Bible says, Jamaa Biblia inasema, just as he is in heaven, kama vile ilivyo so am I mbinguni, here on earth. ndivyo nilivyo hapa I and ulimwenguni. Jesus, Mimi we Yesu. are connected by the blood. Tunaunganishwa His kwa blood damu. flows in my Damu body. yake utiririka mwilini mwangu. Amen. Muko kweli. Ushawaenda hospitali, hasa wa mama, ukienda saa zile ni clinic, wanakuuliza kwenu kulikuwa na mtu ako na kansa? Kwenu Karuko karibu kuuliza hiyo maswali. Kwenu kulikuwa na mtu ako na kansa? Kwenu kulikuwa na mtu ako na diabetes? Kwenu kulikuwa na mtu ako na... Wanakuuliza hiyo kwa sababu wanajua kama kwenu ilikuwa iko ka trace kwa blood.
Unajua kuna ka trace ka diabetes, kuna ka trace ka cancer kwa blood kwa sababu it was passed to you. Maana iliwekwa kwako. So they know Wanajua that there is that trace. kuna hiyo chemichemi. But now when you believe that the blood that flows in you is the blood of Jesus, Sasa ukiamini damu ambayo inatiririka kwako damu ya Yesu, you will be able to know that kwetu hakuna. Praise the Lord. Amen. You will be able to know that kwetu hakuna hizo magonjwa because the blood that flows in me, maana damu inatiririka kwako it's above the blood of my father. ni zaidi ya damu ya baba yangu. It is above Ni zaidi the blood of Abel. damu ya Abel. It is the blood of Ni Jesus damu ya Yesu that has no sickness and disease. ambao haina magonjwa na maradhi. Hallelujah. Hallelujah. So I want us to trust today. Nataka tuamini leo There is no flaw. hakuna umiminiko, There is no transparency hakuna ile kubadilisha of the blood of sickness ya damu ya magonjwa over your body. maishani mwako In Jesus' name. kwa jina la Yesu. Can you just lift up your hand and declare that in your life? Inua mikono wako unatangaza That the maishani blood mwako. of Jesus flows in your life. Damu ya Yesu Kristo. I want you to declare it is the blood that flows in my kidney. It is the blood of Jesus that pumps my blood. It is the blood of Jesus Christ that flows in me. And the blood has no sickness and disease. The blood has no diabetes. The blood has no cancer. The blood has no fever. The blood has no sickness. In the name of Jesus Christ, I declare today by the acknowledgement of the blood of Jesus, that blood flows in my body in the name of Jesus Christ. From today I know that the blood of Jesus, free from sickness and disease, the blood of Jesus Christ that is full of power, that is full of favor, that is full of grace, that is full of anointing, the blood of Jesus Christ that is above flows in my system in the name of Jesus Christ. I declare today, just as Jesus Christ said, he said in his word that when we drink of his blood, we get life. I have the life of Christ in me. I declare the life that is in the blood of Jesus flows in my life in the name of Jesus Christ. And I declare sickness and disease have no power upon my life. I declare I have no inherited sin. I have no inherited sickness. I have no inherited character. I have no inherited habit in my life. All that I have, I am inheriting from Christ in the name of Jesus. For the divine nature of Jesus Christ is upon my life. I bear the divine nature of God in my life. The ability of Jesus, the power of Jesus, the authority of Jesus flows in my life because his divine nature has given me everything that I need in life. In Jesus' name, I thank you for the blood. I thank you for the blood. I acknowledge the blood of Jesus alone flowing in my life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. How many of us believe that sickness and disease will never be their portion? Wangapi wanaamini ya kwamba magonjwa na maradhi itawahi kuwa sehemu yao? You believe it because that is the truth. Unaamini kwa sababu hiyo ndio ukweli. Diabetes can never touch you. Kisukari haiwezi kukushika. Tuberculosis can never touch you. Joto haiwezi kukushika. Any disease, aina yote ya ugonjwa. Hallelujah. Amina. If it cannot touch the blood of Jesus, kama haiwezi kuguza damu ya Yesu, it cannot touch my haiwezi life. kuguza. Praise God. Amina. God is always happy, Mungu anafurahi daima, excited anasisimuka because of the blood. kwa sababu ya damu. Every time we honor the blood, Kila wakati tunaheshimu damu, every time we talk about the blood, kila wakati tunanena kuhusu the damu, presence of Jesus Christ uwepo wa Yesu Kristo is upon our lives. kwa maishani mwetu, Because the life of a thing maana uzima wa is in the kitu blood. uko ndani ya The damu. presence of Jesus Uwepo wa Yesu is in the blood. uko katika damu. Hallelujah. Hallelujah. The power of Jesus Damu ya ile is nguvu ya in Yesu the blood. uko ndani ya The damu. authority of Jesus Mamlaka ya Yesu is in the blood. yako ndani ya damu. The ability of
Uwezo wake Yesu is in the blood. uko kwa damu. When the blood is mentioned, Wakati damu imetajwa, heavens come to a life. mbingu huwa inakuja. Because the blood of Jesus Maana damu ya is Yesu the connection ndio unganiko between heaven and earth. katikati ya So mbingu when na the mbingu. blood is mentioned, Wakati damu inatajwa, heavens come to a life for us. mbingu When the inakuja blood kwetu is mzima. mentioned, Wakati damu the inatajwa, angels come to action. malaika wanakuja. When the blood of Jesus is Wakati mentioned, damu ya Yesu the inatajwa, anointing of Jesus upako wa and the Yesu, presence of Jesus uwepo wa Yesu comes into attention in our lives. unakuja katika You want to makini walk in the yetu. presence of God constantly? Katika uwepo wa Honor the Mungu daima. blood of Jesus Christ. Heshimu You want damu to ya Yesu. walk in the power Nataka kutembea kwa of the nguvu blood of Jesus. ya damu ya Yesu. Honor the blood in your life. Heshimu damu ya Yesu Where maishani there is mwako. mention of the blood, Pale kuna tajwa the damu, presence of Jesus is there. uwepo wa Yesu uko The pale, power of Jesus Christ is nguvu ya Yesu there. ziko pale, The life of Christ uzima wa is Kristo always manifested unadhihirika at the daima mention of the blood katika of kutaja Jesus. kwa damu ya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. There's victory Kuna ushindi in the blood of Jesus. katika damu ya Yesu. There is success Kuna in the fanaka blood of Jesus. katika damu ya Yesu. That blood Hiyo damu flows in your life. humiminika maishani mwako. What everything else can do, Yote ambayo kitu kingine inafanya, the blood of Jesus Christ is able to do. damu ya Yesu inaweza kufanya. God the Father Mungu Baba has been pleased amefurahishwa by the shedding of the blood of Jesus na Christ. kumwagwa kwa damu ya Yesu. There's nothing else there is no other sacrifice Hakuna dhabihu nyingine that that has pleased the Father ambayo imefurahisha Baba more than the sacrifice of the blood. zaidi ya dhabihu The ya damu. sacrifice of the blood Dhabihu ya is the damu sacrifice that has pleased the Father. ndio dhabihu ambayo The imempendeza Baba. Father is satisfied Baba by ametosheka the sacrifice of the na blood. dhabihu ya damu. Whatever we do Lolote in tufanyalo acknowledgement with the sacrifice of the blood, tukiwa tuna ufahamu it ya is dhabihu ya damu acceptable sacrifice. ambayo ndio dhabihu It is a inakubalika, pleasing aroma ndio ambayo inakufurahisha to the Father. kwake Baba. In Jesus' name.